ubatizo tu mapadri, kwa ubatizo tu manabii, na kwa ubatizo tu wafalme. Kila mbatizwa anashiriki katika ofisi hizo tatu za Kristo, kazi hizo tatu. Lakini kunainuliwa tena watu wachache wa kanisa letu wa jinsia ya kiume ambao wanashirikishwa ukuhani wa Kristo wa daraja au wa huduma kwa ajili ya kuwahudumia ndugu zao. Kumbe hawa wanachengwa, wanaandaliwa na kuletwa kati yetu kama zawadi, ili washiriki katika kazi ile ya Kristo, mwalimu, nabii na mfalme, kwa ukaribu zaidi, wakihusika na kila mmoja na kujiweka katika roho ya utayari kwa ajili ya kumtumikia yeyote. Kumbe vijana hawa watatu wametwaliwa miongoni mwetu na wanaletwa mbele yetu baada ya kuwa wameandaliwa kutoka katika familia zao, wameingizwa katika imani ya Kikristo ya Kikatoliki, kwa kuletwa mbele ya kanisa, wakapokelewa kama watoto wa Mungu katika sakramenti ya ubatizo, wakazaliwa watoto wa Mungu, na wamepiga mwendo katika hatua mbalimbali za makuzi yao katika sakramenti. Tumezoea kusema tatu, lakini wamepiga mwendo wakakumbata huruma ya Mungu katika sakramenti ya kitubio, na wakaonja na kumla Mungu katika sakramenti ya Ekaristi, na kisha wakaimarishwa na kuwa vyombo vya Mungu katika sakramenti ya kipaimara. Hizo ni sakramenti ambazo zinatufanya tukue kama watoto wa Mungu na kujengwa kwa namna ya pekee. Tunapokuwa watoto au tunapokuwa wakubwa, tunapoanza maisha ya kumjua Mungu, basi sakramenti hizo zinatuweka kando kutoka katika watu wa mataifa. Na vijana hawa ambao kwa ubatizo wamekwisha shiriki ukuhani wa Kristo kama sisi, ule ukuhani wa wote, kwa leo wanaandaliwa rasmi na kutengwa, ili kesho Mungu akijalia waweze kuwekwa makuhani katika ukuhani ule wa pili, wawe mapadri na waweze kutuhudumia sisi na watu wote wa Mungu, waweze kumhudumia Mungu na kanisa lake lote. Neno la Mungu limetukumbusha kwamba kila mmoja nao wajibu, na kila mmoja katika kanisa la Mungu hasa hili la jimbo la Bunda, kanisa la Mungu lililoko katika jimbo la Bunda, kuna nafasi ya kila mmoja. Tumeambiwa wengine amewaita walimu, wengine akawaita manabii, wengine akawaita makuhani na kadhalika na kadhalika. Hakuna anayeachwa. Kazi ya kufundisha ni kumbakumba, inamkumba yoyote, kila mbatizwa. Tunapaswa kusema juu ya habari za Mungu. Na hawa vijana kwa namna ya pekee wamekuwa mashemasi, sasa wanateuliwa rasmi kwa ajili ya kuwa mapadri wateule, na kwa usiku huu basi watakuwa wako katikati hapo. Kwenye lugha ya kijamii, elimu ya social anthropology, tunasema wako kwenye liminal, katika mpaka. Hawajulikani sana kama ni mashemasi, lakini hawajulikani sana kama ni mapadri. Wanakuwa hapo mpakani kwenye elimu ya makuzi, na katika jamii kwa Kiingereza wanasema the rites of passage. Kuna hatua hiyo, na usiku huo kwao ni usiku muhimu sana, ambao wanapaswa kuyawazawaza mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na zaidi kuweza kuona ukubwa wa mwito huu ambao Mwenyezi Mungu anawaitia, na wao wameitika na wanazidi kuitika mpaka leo. Na kesho watafanya ndia yao, wataweka ndio yao ya haki na ya daima kwa kweli mbele ya Mwenyezi Mungu, kwamba wanamhudumia Mwenyezi Mungu, wanakubali, wanajitoa kumhudumia Mwenyezi Mungu na kanisa kwa maisha yote, tena katika hali ya useja. Umekwisha ongea vya kutosha, umekwisha fundishwa vya kutosha. Padri ni wa wote, ndiyo maana ya useja. Unakuwa zawadi ya wote, unatolewa kwa ajili ya wote. Kwa hiyo kutambua hilo kwamba
mdogo awe na nafasi kwako, mzee awe na nafasi ya kwako, kijana awe na nafasi kwako, na wakubwa wawe na nafasi kwako.